Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana popote ambapo unanifuatilia tena siku ya leo, ikiwa ni siku ya 17 ambapo nimekuwa nikikuletea mfululizo wa vipindi hivi vya kimaombi zaidi kwa ajili ya kufungua mwaka 2026. Na leo ni siku ya 17, na wale ambao mnanifuatilia ni maombi ya kufunga, lakini unaweza kaomba maombi haya kwa imani kabisa popote ulipo. Na siku ya leo ndo nashughulika na ufahamu. Ni maombi maalum ya kufungua ufahamu. Maombi maalum ya kufungua ufahamu. Haleluya, haleluya. Nataka ujue jambo moja, wewe unanifuatilia, ya kwamba eneo la ufahamu ndipo akili inapokaa. Na eneo la ufahamu au akili ni mlango mkubwa sana unaopitisha vitu kutoka rohoni kuja mwilini au kuja kwenye maisha ya nje. Haleluya. Mtu yoyote mwenye imani, mtu yoyote aliyejaa nguvu ya Mungu, mtu yoyote anayemjua Mungu anaweza akawa na matokeo yanayoonekana ikiwa tu atakuwa sawa kwenye ufahamu wake. Ikiwa atakuwa sawa kwenye ufahamu wake, kwa sababu ndani ya ufahamu ndipo kuna uwezo wa kufanya maamuzi na kuchukua hatua. Imani inakaa kwenye moyo, lakini maamuzi yanatoka kwenye ufahamu au kwenye akili. Imani inakaa kwenye moyo wa mtu, lakini maamuzi ya kufanyia kazi imani ulio nayo inatoka kwenye ufahamu. Biblia inasema ya kwamba imani isipokuwa na matendo imekuwa ni imani lakini iliyokufa. Anasema imekufa nafsini mwake, kwa sababu madhihirisho ya kile unachokiamini, madhihirisho ya nguvu ya Mungu ndani mwako yatakuja tu unapoanza kuchukua hatua, unapoanza kufanya maamuzi ya kufanyia kazi yale unayojua, yale unayoamini. Lakini yale maamuzi sasa yanategemea uwezo wa akili yako, uwezo wa ufahamu wako. Na shetani anajua hilo vyema. Ndiyo maana shetani huwa anakamata akili za watu, anakamata fahamu za watu. So unakuta mtu anamjua Mungu vizuri sana, ana imani kubwa ndani yake, amejaa nguvu ya Mungu, anaomba sana, lakini akili yake imepigwa, ufahamu wake umefungwa kwa namna ambayo yale yote anayoomba, yale yote anayojua, yale yote anayoamini hawezi kuonyesha matokeo yoyote. Na watu wengi hawajui ya kwamba madhihirisho ya imani yanatoka kwenye maamuzi ya kuchukua hatua kufanya kile unachokiamini. Na maamuzi ya kufanya kile unachokiamini yanategemea uwezo wa ufahamu wako, uwezo wa akili yako. Sasa kuna watu wengi mnanisikiliza, ninyi wenyewe hamwezi kutawala akili zenu. Akili yako na ufahamu wako unatawaliwa na adui. Shetani wengine aliwahi mapema kabisa akaweka ngome kwenye akili, ngome kwenye ufahamu, na kwa sababu hiyo anakuacha uombe unavyoweza kuomba, funga unavyoweza kufunga, tafuta Mungu unavyoweza, soma neno la Mungu unavyoweza, imani weka imani unavyoweza, lakini kitendo cha kusema sasa nafanya, sasa nachukua hatua, sasa nafanya, utakuta unakutana na uzito usio wa kawaida. Kwa wewe unaishiaga kuomba tu, lakini haufanye chochote. Unaishia kufunga tu, lakini hakuna hatua yoyote unachukua. Kila ukijaribu kuchukua hatua unaogopa, mara mawazo mabaya, mara unakata tamaa, mara mambo fulani yanatokea, kwa sababu haujatawala akili yako. Na ni kwa sababu haufanyi maombi serious ya kutawala ufahamu wako. Inabidi popote unaponisikiliza, anza kufahamu leo, anza kujua haya leo, ya kwamba unatakiwa
kufanya maombi ya kutawala ufahamu wako, maombi ya kutawala akili yako. Haleluya! Kwa namna hiyo utaweza kufanya maamuzi wakati wowote unaotaka, kuchukua hatua wakati wowote unaotaka. Watu wengi mnanisikiliza, ndani yenu mko na maono makubwa, mko na malengo makubwa, mko na mipango mikubwa, mko na imani kubwa, mnaomba kupita kawaida, mnafunga isivyo kawaida, lakini hamfanyi chochote. Hamfanyi chochote, hamchukui hatua yoyote, kwa sababu kuna nguvu imekalia akili yako. Na nguvu ya giza ikikalia akili yako, shetani akitawala ufahamu wako, nataka nikuambie, hata kama unajua mangapi hautayafanyia kazi, hata kama unaamini kiasi gani hautachukua hatua yote. Na vile ambavyo uchukui hatua yote, ufanye maamuzi yoyote maishani, ndivyo unavyochelewa. Kuna watu mnanisikia sasa hivi, mmechelewa tu sehemu kidogo sana kufanya tu maamuzi. Kuna maamuzi tu ulikuwa ufanye siku nyingi, tayari umefanikiwa. Kuna maamuzi utakiwa ufanye muda fulani, tayari ungekuwa umefanikiwa. Kuna hatua tu fulani utakiwa uchukue kufanya jambo fulani, ungekuwa umefanikiwa. Kuna mtu unanisikiliza sasa hivi, umejaa nguvu ya Mungu kweli kweli, lakini unaogopa tu kuchukua jiwe na kumwendea Goliati na kusema, Goliati, na kupiga kwa jina la Mungu wa majeshi, kwa sababu akili yako mahali maamuzi yalipo ya kuchukua hatua imekamatwa. Unajikuta umejifungia mahali, umekaa hapo, umejifungia hapo, hauwazi zaidi, hauchukui hatua yote zaidi, umerelaksi hapo, lakini unateseka, lakini hamna kitu unafanya, kwa sababu ufahamu wako umekamatwa. Ufahamu wako umekamatwa. Biblia inasema, kitabu cha waraka wa pili wa Korinto sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5. Waraka wa pili wa Korinto sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5. Anasema, ijapokuwa tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa sababu silaha za vita vyetu zina nguvu katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila fikra na kila chochote ambacho kilichojiinua juu ya elimu ya Kristo, tukiteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo. Nenda ukasome maandiko vizuri. Biblia inasema kwamba kuna vita ambayo tunashindana nayo ni vita ya ngome, na hizi ngome ni mawazo, ni fikra, ni mitazamo, imaginations, mitazamo. Na mawazo yanakaa kwenye ufahamu wa mtu, fikra zinatoka kwenye ufahamu mtu, mitazamo ni ngome, ni picha mtu aliyojenga kwenye ufahamu wake. Haleluya! Mtu yeyote ambaye anafanikiwa maishani, ujue anajua kufikiri sawasawa, kuwaza sawasawa, yuko smart kwenye akili yake. Mtu yoyote asiyefanyia kazi akili yake, asiyelisha akili yake, akili kidumaa, ufahamu kidumaa, maisha yako yamedumaa, kwa sababu uwezo wa kufanikiwa kwako unategemea uwezo wa maamuzi yako ya kila siku, kwa sababu kila siku kumejaa maamuzi unatakiwa kufanya, na uwezo wa maamuzi yako unategemea uwezo wa uhuru wa akili yako na uwezo wa ufahamu wako. Sasa Biblia inasema kuna ngome zinakaa kwenye ufahamu, kuna ngome zinakaa kwenye ufahamu. Mawazo mabaya so ya kuwa chini, so madogo, akili ndogo imekaa kwenye ufahamu. Anasema mitazamo fulani ambayo shetani amekujengea. Shetani amekujengea mitazamo fulani, kuna namna unajiona, kuna namna unaona mambo, umejengea mitazamo fulani. Sasa umetulia mahali, hauchukui hatua yote. Kuna mtazamo ndani mwako unakwambia, mimi natakiwa kusaidiwa, mimi natakiwa kusaidiwa, kwa sababu watu ambao wamekamata akili zao, wamekamata ufahamu wao, ngome hizi zimekamata akili zao, na hawajafanya vita kuangusha hizi ngome. Hawa ni watu ambao mara nyingi kuna vitu kadhaa vinatawala maisha yao. Mara nyingi hao watu hawawezi kuwaza kutatua changamoto wanazopitia. Sana sana ukalia kuwaza tu habari ya changamoto, lakini hawafikiri habari ya njia za kutoka. Siku zote wanawaza habari ya changamoto.
Lakini watu hawa ambao wamekamatwa wakina ufahamu, ngome zimekaa hapo, shetani ametawala akili zao, hawa watu hawawezi kuwa na ufumbuzi kabisa, hawezi kuwa na ufumbuzi au ubunifu fulani, kufumbua mambo, kubuni mambo ya jinsi ya kufanya. Nifanyeje nifanikiwe? Nifanyeje nipate fedha? Nifanyeje nifanikiwe kujenga nyumba? Nifanyeje nisuluhishe matatizo ya ndoa? Sana sana utamkuta analia, anawaza, anawazua, miaka nenda rudi, amejaa msongo wa mawazo, kwa sababu akili yake haiwezi kuona majibu, haiwezi kuona njia ya kutokea, haiwezi kufikiri namna ya kuvuka hapo. Ila akili yake imekamatwa ifikirie tu na kuwaza tu matatizo unayopitia. Ukiona unawazaga tu matatizo unayopitia mpaka unapata msongo wa mawazo, unakosa usingizi, lakini haufikiri njia ya kutoka, ujue akili yako imefungwa, inatawaliwa. Watu wa aina hii utajikuta kwamba wanafikiri wao ndo wanatakiwa kusaidiwa tu, wao ndo kusaidiwa tu. Hiyo ndo tunasema ngome, mitazamo, imagination. Yani shetani amekujengea mtazamo ya kwamba wewe ni maskini, wewe ni wa chini, kwa unatakiwa tu kusaidiwa, unatakiwa kuombewa, kuhudumiwa vizuri, unatakiwa kulishwa. Ukijenga imagination za namna hii, mitazamo namna hii, utajikuta hautaenda popote maishani, hautaenda popote maishani. Kwa nini? Kwa sababu akili yako imefungwa. Kwa hiyo huwezi kuona njia ya kutoka, ya kwamba mimi natakiwa nisaidie watu wengine, natakiwa niajiri watu wengine, natakiwa niombee watu wengine, lakini umefungwa ufahamu, hauwezi enda popote. Ufahamu wako ndio injini ya kuzalisha mambo unayoyataka maisha yako. Ufahamu wako ndio injini ya kuzalisha vitu kutoka rohoni unavyoviamini na kuviombea vija kutokea. Ikiwa unaomba tu uchukue hatua yote, wewe utaenda po mahali. Ikiwa unafunga tu lakini hamna hatua yote unachukua kuwafanya ambao unafunga kuyaombea, hawezi enda mahali. Ikiwa unaomba na kukesha lakini hauchukui hatua kuyafanya unayoomba, hautaenda mahali. Siku zote wanawafundisha kwamba chochote unachokiombea nenda sasa kukifanya. Ukishamaliza kukiombea, nenda kakifanya exactly kama ulivyokuwa unaomba. Ukiisha kuomba, nenda kafanye. Kama unaombea biashara, nenda kafanye biashara. Kama unaombea uchumi, kafanya kitu kuhusu uchumi. Kama unaombea huduma, kafanya kitu kuhusu huduma. Chochote ambacho unakiombea, nenda kakifanye. Yes, nenda kakifanya. Sasa Biblia inasema Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa. Ukishaomba, tafuta, chukua hatua, take action. Tafuta na utapata. Katika utafuta, bisha, nenda gonga mlango, fungua kitu kifunguke, ndio utapata unachokitafuta. Yes, ukisha kuomba lazima akili yako smart ku take action. Ukisha kufunga na kuomba kama tunavyofunga sasa hivi, yale mambo nayo yaombea, lazima akili yako iwe huru, take action kuyafanya. Hapo ndipo madhihirisho hutokea. Sasa watu wengi wanaferi kwa sababu fahamu za watu wengi zimekamatwa. Wengine wameona wakinyolewa nywele, wengine walishaona wamelala mkasubi nywele zimenyolewa, wengine wamekulia kwenye mila ambazo watu wananyolewa nywele, zinapelekwa wapi hawajui, zinatambikiwa, akili zimekamatwa. Kwa hiyo unaishia kuomba na kufunga, lakini maamuzi ya kufanya unachokiomba hakuna. Hawa ni watu anafikiri anatakiwa kusaidia watu. Haleluya, haleluya. Ni watu ambao hawawezi kufanya maamuzi, akili yao zikifungwa hawawezi kufanya maamuzi ya maisha. Anataka kaa mahali mpaka akataka kufia pale. Kumbuka wale wenye ukoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili. Kumbuka wale watu wenye ukoma walikuwa wametengwa, wamekataliwa, wametupwa huko, nchi imejaa njaa vya kutosha, wakatuairisha. Lakini watu walikuwa na nguvu kubwa kwenye ufahamu zao za maamuzi. Waliona tunakaa poli, tunakufa kwa njaa, kwa nini tumekaa hapa? Bora na sisi tuchukue hatua tuende mjini. Wakasema tukifia huko bora tufia huko mjini, lakini hatukai hapa. Wakateke action. Biblia nasema walipoanza kupiga hatua kuelekea mjini, Mungu akapanua vishindo vya miguu yao, vikawa kama farasi wa vita. Kumbe wakati wanakanyaga chini kulikuwa ni maandaki ya jeshi la Waashuru ambao walikuwa wameteka nyara Israeli. Wakakimbia wakafikiri ni makombora yanakuja, kumbe ni watu watatu tu wenye ukoma, wana nguvu yoyote, lakini waliamua kuteke action, waliamua kuchukua hatua, waliamua kufanya kitu.
lakini hiyo nguvu ya maamuzi inatoka kwenye maombi. Haleluya, haleluya. Hawa ni watu ambao unakuta matumaini hakuna, hawaonaki matumaini yoyote maishani, kila kitu wanalia, kila kitu wanalia, hawaonaki matumaini. Lazima uwe mtu wa kuona matumaini mbele yako. Haijalishi hali yako iko namna gani, haijalishi maisha yako yanaonekanaje, haijalishi inaonekana maisha yako yamepigwa kiasi gani, lazima kila siku uwe mtu wa kuona matumaini ya kwamba jambo jema linakuja, jambo kubwa linakuja, jambo fulani linakuja. Lazima uwe mtu wa kuona matumaini, uwe mtu wa matarajio ya mambo mema mbele yako. Ukiona hauoni matumaini yoyote, akili yako imefungwa. Haleluya. Kwa nataka ujue ya kwamba mambo haya yatakusaidia nayokuambia. Na kama unajua ya kwamba mwaka huu unahitaji akili smart, andika hapo chini comment, andika kwamba napokea ufahamu wa kufanya mambo makubwa mwaka huu kwa jina la Yesu. Andika hapo chini, napokea ufahamu wa kufanya mambo makubwa mwaka huu. Na kama unajua umekuwa unashindwa kufanya maamuzi, andika hapo chini, andika napokea nguvu kwenye akili yangu ya kufanya maamuzi ya maisha yangu. Napokea akili ya kufanya maamuzi, napokea nguvu kwenye akili zangu ya kufanya maamuzi. Comment hapo chini kwa imani. Watu wengi hawajui naposema comment hapo, malaika wanafanya kazi ya kuona katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Mithali 20 mstari wa 5 napomaliza anasema mashauri ya moyoni ni kama kilindi cha maji, lakini mtu mwenye ufahamu atayateka. Anasema ndio hiyo nimekuambia, ndani ya moyo wa mtu kumejaa imani, amejaa nguvu. Maana ameanza kuomba na miaka 20 huwa anafunga na kuomba. Unajua umejaa nguvu kiasi gani? Wewe una miaka 20, miaka 10, miaka 5 unafunga na kuomba. Kila siku unaamka usiku unaomba. Kila siku unaomba. Kila siku. Unajua umejaa nguvu kiasi gani? Shida yako ni kwamba akili yako imefungwa. Hauwezi kufanyia kazi nguvu ulionayo. Hauwezi kufanyia kazi nguvu ulionayo. Anasema mashauri ya moyoni kama kilindi, yani kama maji ya kina kirefu. Mtu amejaa vitu nuku vimejaa ndani kama maji yenye kina kirefu. Amejaa imani ya kutosha, amejaa nguvu za kutosha, amejaa maono ya kutosha, lakini tu kuchukua hatua kuyafanya inahitaji ufahamu ulio smart. Anasema mtu mwenye ufahamu ndiye atayateka. Mungu akujalie na kuombea akili yako ifunguke, ufahamu wako ufunguke kwa jina la Yesu aliye hai. Mwaka huu Mungu akupe akili ya kupata fedha, akili ya kupata utajiri, akili ya kufanya mambo makubwa katika jina la Yesu aliye hai. Omba maombi haya pamoja nami, akili yako ifunguke. Ombi la kwanza, ninasafisha akili yangu kwa damu ya Yesu. Ombi la pili, popote nilipounganishwa na madhabahu za kichawi zinazofunga akili yangu, ninakata mawasiliano kwa damu ya Yesu Kristo. Ombi la tatu, ninakata kila kifungo kilichofunga ufahamu wangu, iwe kwa njia ya ndoto au kwa njia nyingine yoyote, katika jina la Yesu Kristo. Ombi la nne, Roho Mtakatifu, nipe akili yako kubwa na uchukue akili yangu ndogo katika jina la Yesu. Ombi la tano, Roho Mtakatifu, nipe ufunuo mkubwa kwenye ufahamu wangu utakaobadilisha kabisa maisha yangu katika jina la Yesu. Ombi la sita, natangaza ile roho ya ufunuo iliyomtajirisha Yakobo alipokuwa akichunga mifugo iingie ndani yangu, nianze kufanikiwa na kutajirika kwa jina la Yesu aliye hai. Ombi la saba, Roho Mtakatifu, nipe upako na akili za kufanikiwa mwaka huu katika jina la Yesu. Ombi la tisa, ninaita malaika wa Mungu wafanye kazi nami kunifundisha kufanikiwa mwaka huu kwa jina la Yesu aliye hai. Ombi la tisa, kuanzia leo ninapokea mawazo makubwa ya kufanikiwa na kutajirika na kuwa mtu mkuu katika jina la Yesu. Ombi la 10, ninalinda ufahamu wangu kwa damu ya Yesu Kristo. Pepo yeyote asiguse wala kuharibu ufahamu wangu katika jina la Yesu.
Ombi la 11, soma Zaburi ya 23 kama kawaida, kiri mstari wa kwanza mpaka wa mwisho katika jina la Yesu aliye hai. Mungu akubariki sana. Hayo ni maombi ya siku ya leo, na utaona utukufu wa Mungu in maisha yako. Mungu anafanya kazi kupita kawaida. Mungu akubariki sana. Lakini kumbuka kuachilia sadaka yako kujiunganisha na maombi haya. Unaweza kutuma sadaka yako na ukamwambia Mungu, inua sadaka juu, mwambie Mungu, napoinua hii sadaka ninaomba nipe ufunuo, nipe akili, nipe ufahamu utakaogeuza kabisa historia ya maisha yangu mwakao na kunipa kufanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Inua sadaka yako, achilia kwenye namba zifuatazo: 0695 42 17 42, hiyo ni Airtel Money. Lakini 0654 575 999, hiyo ni Tigo Pesa au Yas. Lakini pia 0761 406475, hiyo ni M-Pesa na jina linakuja Nelson Kalekezi. Mungu akubariki sana. Kwa wale ambao hujapata kitabu chako cha Kiufunuo cha Hatari ambacho kinakuongoza kutembea Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu, mjue Roho Mtakatifu na kazi zake, unaweza kupiga hizo namba hapo, alafu ukatumiwa kitabu chako popote ulipo, na utashangaa maajabu na miujiza ambayo utaanza kuipata kwenye maisha yako baada ya kusoma kitabu hicho. Mungu akubariki sana. Usiache kusubscribe channel hii, kwa sababu kesho nakuja tena na maombi mengine ya kiufunuo kufungua maisha yako. Mungu akubariki sana. Ni Apostle Nelson Kalekezi. Shalom, shalom, shalom.